Karibu kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema kwa nini sioni mabadiliko katika maisha yangu. Ni swali muhimu sana. Mungu akusaidie ili maisha yako yapate kubadilika vile Mungu apendavyo. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Sioni mabadiliko katika maisha yangu. Kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea mtu asione mabadiliko katika maisha yake. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mwaka wa tano, hakuna mabadiliko. Ziko sababu. Tutakwenda kuangalia sababu chache sana ambazo ni msingi. Ukizielewa, ukaziweka kwenye matendo, utaona mabadiliko makubwa katika maisha yako. Sababu ya kwanza, kutokuona hatari zilizo mbele yako. Mara nyingi kukosa mabadiliko kunatokana na kushindwa kuona hatari na changamoto zilizo mbele yako. Unapoanza kuziona hatari hizo, ndani yako hujengeka utayari wa kupanga, kujiandaa na kutekeleza mipango yako kwa bidii. Kwa lugha nyingine, unakuwa na nidhamu ya hali ya juu. Mtu anayeona hatari huwa pia anaona fursa, kwa sababu macho yake yamefunguliwa. Ndio maana neno la Mungu linasema, pasipo maono watu huacha kujizuia. Uwezo wa kuona mbali hauji kwa bahati, unatokana na hekima ya Mungu. Mungu anapokupa hekima, anakupa na uwezo wa kutambua kilicho mbele yako mapema. Unapoona mbali, hatari haikuangamizi, bali inakusukuma wewe kubadilika, kukua na kuwa mtu wa mabadiliko kama Mungu alivyokukusudia. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kupungukiwa imani na pendo la Kristo ndani yako. Biblia inatukumbusha wazi kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Lakini pia inasema Biblia, kwa imani hata ndogo inaweza kuamuru mlima uondoke na mlima ukaondoka. Zaidi ya imani, pendo la Kristo lina nguvu ya kuitupa nje hofu. Kwa hiyo pendo la Kristo linapojaa kwa wingi ndani yako, hofu inaondoka. Pale imani na pendo vinapokuwa ndani ya mtu, hofu hukosa nafasi ya kutawala. Hofu inapokosa nafasi ya kutawala, unakuwa jasiri wa kutekeleza mipango yako, unakuwa jasiri kuchukua hatua na kutumia fursa zilizo mbele yako. Maneno ya kukatisha tamaa, huwezi, hautaweza, wewe ni fungu la kukosa, hayatakutikisa wala kukurudisha nyuma. Pendo la Kristo litakutia nguvu, litakuimarisha na litakujengea ujasiri wa kusonga mbele katika mazingira yoyote. Kwa hiyo ongeza imani yako na ruhusu pendo la Kristo litawale moyo wako, nawe utaanza kuona mabadiliko makubwa katika maisha yako. Jambo la tatu au sababu ya tatu, kutokutambua kuwa hali ulionayo
itabaki vile vile mpaka ukubali kubadilika. Hali ulionayo leo haibadiliki yenyewe mpaka pale utakapokubali wewe kubadilika kwanza. Mabadiliko huanza pale unapokubali ukweli huu: wewe unawajibika na maisha yako. Ukitambua hilo, utaacha kuweka tumaini lako kwa watu. Utaacha kusubiri msaada usiojulikana, na utaacha kuishi kwa matarajio ya muujiza bila kujua. Unapotambua kuwa unawajibika na maisha yako, ndani yako kunajengeka kiu ya mabadiliko, na kiu hiyo inakupeleka mahali sahihi. Unaanza kumtegemea Mungu kwa undani zaidi, na neema ya Mungu itaongezeka ndani yako, ambayo itakufundisha mahali pa kukanyaga, itakufundisha namna ya kuchukua hatua, itakufundisha namna ya kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, itakufundisha wakati wa kusema na wakati wa kunyamaza, itakufundisha watu wa kuwapa nafasi kwenye moyo wako, itakufundisha watu wa kuondoa kwenye moyo wako, na hapo ndipo utapoona mafanikio makubwa kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.